Taja Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majure, tafuatana na Mheshimiwa Dickson Nathan Utevele. Mheshimiwa Asha Salum Moto ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kupata hii nafasi ya kuchangia kwenye hii bajeti ya mwaka 26-27. Nianze moja kwa moja kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoongoza nchi hii vizuri, na tunaweza kujenga uchumi tukiwa na amani na utulivu. Kongole nyingi kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia kutuletea waziri wa fedha Mheshimiwa Omari, lakini pia wakishirikiana na waziri Profesa Kitila katika mambo ya mipango na uwekezaji na manaibu waziri wanaofanya kazi pamoja. Mimi niseme tu ya kwamba wananchi wa Tanzania, bajeti hii ni nzuri. Kwanza ni fupi, rahisi kuisoma, imetengenezwa kisomi, inaeleweka na ina mipango inayotekelezeka. Hivyo lazima tutembee kifua mbele, tuna bajeti inayotekelezeka. Lakini pia tuna rais ambaye ana uwezo mkubwa wa kutafuta fedha. Hivyo ni vipawa vyake alivyo navyo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio hivyo tu, fedha nyingi zinaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo, hivyo kujenga uchumi wa Tanzania, na ameweka kipaumbele pia ustawi wa Watanzania. Kwa mfano mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo mengine ya mazingira mazuri ya kuishi. Rais wetu ameelekeza fedha zote mahali kule. Hivyo ndio maana hii bajeti inatufaa, na hasa sisi wanawake na vijana na makundi maalum. Kwa mfano zile 10% zimeongezwa, sasa hivi zimekuwa 15%. 10% tunapata mikopo, lakini 5% inajenga masoko na sehemu za biashara. Hii ni matumaini makubwa kwa wanawake. Sio hivyo, imetengwa bilioni 200 ambao tayari tumeanza kufaidika na hiyo hela. Sisi Dodoma tumepata bilioni 1.139 kupitia CRDB Foundation. Wananchi wamepata, wanawake wamepata mitaji na wameanza kufanya biashara. Lakini jimbo la Mavunde na waziri Mavunde tulipata bilioni 2 katika hizo. Wamepewa wanawake wajasiriamali, wanawake wanaouza mboga na matunda. Hivyo tayari tumeanza kufaidika na kitu hiki. Haya ni matumaini makubwa sana kwenye hii bajeti. Lakini pia niseme kwamba bajeti hii inamnufaisha hata mwananchi wa kawaida. Tulipoondolewa kodi hii ya mwaka mzima, ina maana kila mtu sasa anaweza kaanza biashara na kupata faida, kwa maana tumetengenezwa mazingira mazuri ya biashara. Jambo la pili, mimi naomba nipongeze TRA. TRA imejitahidi kila mwaka kuongeza makusanyo. Kwa kweli mimi naipongeza TRA, na haitumii nguvu katika kukusanya mapato. Inatumia njia rafiki, inaruhusu hata majadiliano na wafanyabiashara ili waweze kukusanya kodi. Mimi naipongeza pia TRA kwa kazi nzuri ambayo imefanya. Naomba nishauri serikali yangu mambo machache. La kwanza ni kuendeleza matumizi ya teknolojia na nishati safi, ambayo pia inaokoa maisha ya wanawake. Tunapata afya bora kwa kutokutumia nishati chafu ya kupikia. Lakini pia kuendelea kuwajengea uwezo wanawake na vijana, kuongeza mnyororo wa thamani za mazao na pia matumizi mazuri ya teknolojia mpya. Na la tatu ni kuendelea kusimamia matumizi ya fedha ya umma. Akiwakilisha bajeti ameonyesha viashiria vingi, viashiria ambavyo ni indicators ambazo zitaweza kutrace out mwenendo wa manunuzi ya umma au matumizi ya hela za serikali, lakini pia itapima hata matokeo. Kwa mimi naishauri serikali iendelee kufuatilia ufanisi wa fedha ya umma. Lakini lingine ni kuendelea kutoa elimu, hasa elimu ya afya. Tunapoenda kwenye bima ya afya, wananchi wa chini wanahitaji elimu ya kutosha katika jambo hili. Hasa wasichana na wanawake wanahitaji kuelimishwa kuhusu elimu ya afya, ili tuendelee kulinda afya za Watanzania, ili sasa wawe na afya ya kuweza kufanya kazi za maendeleo. Jambo jingine ambalo nataka niseme ni jinsi Dodoma ambavyo tumenufaika moja kwa moja
na hii bajeti. Akisoma waziri kuhusu bajeti, amesema kuhusu Dodoma ya kwamba mji wa serikali unajengwa Dodoma na unajengwa katika ile sura ambayo rais wetu anataka Dodoma iwe. Kwa makao makuu tayari yamehamia Dodoma, na kwanza mihimili yote mitatu tayari ipo Dodoma. Lakini pia mji wa serikali Mtumba umekushajengwa na umekamilika, bado marekebisho madogo tu sana. Lakini ikulu ya Chamwino tayari ipo Dodoma na tayari imekwisha kamilika. Lakini jengo la mahakama kuu ya taifa ni la kuvutia kuliko Afrika nzima, limejengwa hapa Dodoma. Hivyo Dodoma sasa imekuwa kitovu cha biashara, imekuwa kitovu cha uchumi, na pia Dodoma sasa imekuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa maana ya SGR na uwanja wa ndege wa Msalato. Mimi naipongeza sana serikali na iendelee kujenga makao makuu Dodoma, na niwahamasishe waheshimiwa wabunge, chukueni viwanja Dodoma mjenge. Mji huu unaenda kuwa mji maarufu sana, unaenda kuwa mji mkuu ambao utakuwa ni kivutio sio kwa Tanzania peke yake, lakini kwa Afrika nzima. Mwisho kabisa, naomba nitoe mapendekezo kwenye ile kamati ya bajeti. Imesema kuhusu makusanyo ya kodi, lakini wakitumia ile stamp electric Tanzania stamp ETS. Wamesema ile kampuni ambayo ni SICPA ya kwamba imefanya kazi nzuri kuweka stampu, lakini bado kuna mapungufu, kwa maana kwamba bado kuna biashara feki ambazo zinaingizwa. Tunatia moyo sekta binafsi ya kwamba zichukue nafasi kwenye uchumi wa Tanzania. Kwa nini tusiboreshe zaidi tu hiyo hilo shirika, kampuni tukaiboresha zaidi na ikaendelea na kazi hiyo, lakini tuweke viashiria vizuri ili tusiingiziwe biashara feki. Na tena tunaweza tukaisababishia hata ikajenga kiwanda hapa Tanzania ambacho stampu zake tunaweza kuzicontrol sisi wenyewe ili tusiendelee kuingiza biashara feki au kutengeneza biashara feki. Hayo ni mapendekezo yangu, Mheshimiwa Naibu Spika, na lakini naunga mkono hoja bajeti hii kwa 100%. Asante. Asante sana Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule.